Tumsifu Yesu Kristo. Washamu, maaskofu na wapendwa nyote, tumekusanyika hapa kama familia ya Mungu ndani ya kanisa la Moyo Mtakatifu wa Yesu Tosamaganga ili kumtukuza Mungu katika enzi na ukuu wake kwa kutujalia Mtakatifu Agnes Bikira na Shahidi ambaye aliyatoa maisha yake kwa ajili ya Kristo aliye mchumba wake. Jina Agnes linatoka katika lugha ya Kilatini Agnus, lenye maana ya mwana kondoo. Kumbe aliyatoa maisha yake kwa mfano wa Kristo, mwana wa Mungu aliyetukomboa kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Aliuawa kunako karne ya 4, akaonesha upendo wa pekee sana kwa Kristo Yesu mchumba wake wa daima, kiasi cha kuyasadaka maisha yake ili asiuchafue ubikira wake. Akafa kifo dini tarehe 21 Januari mwaka 304 Roma, Italia, binti mdogo kabisa wa miaka 12. Siku hii ya leo tunapofanya kumbukumbu hii ya Mtakatifu Agnes Bikira na Shahidi mfiadini, tunao mabinti zetu 12 wa shirika la masista wa mishonari wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, ambao wakisukumwa na moto wa mapendo ya Kristo wanaweka nadhiri zao za kwanza. Tuwaombee ili mbegu hii njema ya upendo wa Mungu izidi kukua na kuzaa matunda mema kwa maombezi ya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu na Mtakatifu Agnes Bikira na Shahidi ambaye tunafanya kumbukumbu yake leo. Ndugu zangu wapendwa, katika somo la kwanza mzee Ibrahimu anaalikwa na Mungu kuacha nchi yake, kuacha jamaa zake na nyumba ya baba yake, kwenda katika nchi atakayooneshwa na Mungu kwa ajili ya kufanywa kwa taifa kubwa. Mzee Ibrahimu anatii sauti ya Mungu na anakwenda kule ambako Mwenyezi Mungu anamuongoza kwenda. Jambo hili la mzee Ibrahimu na kutii na kutoka katika nchi yake na jamaa zake na kwenda mahali ambako hakufahamu, ni ugenini, kwenye mazingira mapya asiyoyajua kabisa, linadhihirishia imani kubwa na matumaini aliyokuwa nayo kwa Mwenyezi Mungu aliyemwita. Mabinti zetu wapendwa, nadhiri zenu za kwanza mnazoweka leo zinaonesha imani yenu kwa Kristo, kama imani ile aliyokuwa nayo mzee Ibrahimu kwa Mwenyezi Mungu. Jambo la msingi ni kushikilia imani hiyo na kutoka na kwenda kule ambako Mwenyezi Mungu anawaongoza. Kutoka sio swala tu la kijiografia, kwamba unaondoka kutoka katika nyumba
nyumba ya wazazi wako, kwa mfano Mafinga au Mbeya huko parokia Ilembo au Geita au kokote kule, na kwamba unahamia sasa katika shirika la masista wa misionari wa Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu, sio kuhama tu kijiografia na kuhama kimwili, bali ni kutoka kweli kiimani, katika maana ya kwamba ni kuachana na yale yote ambayo hayaendani na mpango wa Mungu, ni kuyaacha mazingira yale uliyoyazoea na kufanya yale ambayo Mungu anatuelekeza katika wito huo kuyafanya. Jambo hili ndugu zangu litusukume na kutuongoza sisi sote ambao tumekusanyika hapa katika adhimisho hili la misa takatifu, kwamba wito wetu uwe ni kutoka kweli, kwa sababu mara nyingine inawezekana tukawa makuhani, tukawa watawa, lakini hatujatoka kama alivyotoka mzee Ibrahimu. Tunakuwa tumetoka tu kwamba tumeingia kweli shirikani au tuko katika huduma za kitume kama makuhani, lakini moyo wetu na mshikamano na mfungamano unakuwa bado ni ule wa kifamilia. Unakuwa padre kwa mfano, unakuwa mtawa, lakini bado kila mara uko nyumbani wewe ndiye mkuu wa miradi ya familia. Kuna masuala ya mashamba uko kule, wewe ndio unayaamua mambo hayo. Kumetokea sijui mgawanyo wa vitu kule, wewe ndio mwenyewe. Sasa karibu haieleweki vizuri. Swala hili ni lazima pia kweli kuliangalia katika maana ya kwamba sasa unapokuwa umeitwa ni lazima sasa ujue kwamba familia yako sasa ni pale ambapo Mwenyezi Mungu amekuita na pale ambapo upo. Tukumbuke kuwa hatujui siku wala saa ya kifo chetu, na kwa hivyo kila mara, wakati wote, tukae tukiwa tayari kumpokea Kristo bwana harusi wetu aliyetuita. Na zaidi ya hayo yote, tujivike upendo ulio kifungo cha ukamilifu. Hizi ndugu zangu ndizo tunu za maisha ya kitawa na maisha yetu sote sisi kama Wakristo, ambazo kwa namna ya pekee siku ya leo tunawaombea sana mabinti zetu hawa kuziishi tunu hizo, kuyaishi matunda hayo ya Roho Mtakatifu pamoja nasi sote, kila mmoja katika familia zetu na jumuiya zetu, kwa kumshuhudia Kristo kwa maneno na matendo yetu ya kila siku. Hayo ndiyo matunda ya Roho Mtakatifu tuliyempokea. Somo la Injili, tunapata simulizi la wanawali 10 walioalikwa harusini, 5 wakiwa wapumbavu na 5 wenye busara. Mfano huu unatukumbusha wajibu wetu wa kukesha, yaani kudumu katika hali ya neema kama wanawali wale 5 wenye busara, na kwamba tusibweteke na uzuri wa maisha ya hapa duniani tukajisahau na kuzama katika dhambi. Jambo la pili na muhimu sana ndugu zangu kukumbuka katika Injili yetu ya leo ni kwamba Mwenyezi Mungu ametuumba kila mmoja binafsi. Wokovu wetu hautegemei matendo ya kukopa. Utakatifu wa mwanadamu hauna mkopo. Huwezi kukopa utakatifu. Utakatifu unatendwa na mtu binafsi. Lazima wewe mwenyewe ushughulike. Huwezi kutuma mambo mengine. Unaweza kutuma mtu akakuchukulie sijui kikombe, akakuchukulie sijui
shati au akakufanyie kazi fulani. Unaweza kutuma mtu, lakini sio kutafuta utakatifu. Ni lazima kila mmoja ashughulike. Wokovu wetu hautegemei matendo ya kukopa kutoka kwa mwingine, hata kama angekuwa ni rafiki yako mkubwa, hata kama angekuwa ni mtoto wako, au hata kama angekuwa ni baba yako au mama yako, au hata kama angekuwa ni mke wako au mume wako. Ni lazima wewe mwenyewe. Hiyo ndiyo dhana ya jibu la wale wanawali wenye busara. Hayatatutosha sisi na ninyi, afadhali mwende mkajinunulie kwa wauzao. Nendeni ninyi wenyewe, sisi hatuwezi kuwapa, mwende ninyi wenyewe. Ndugu zangu, kuna mtu mmoja aliulizwa na padre katika kupewa ushauri kwamba wewe uonekani kusali, hatukuoni ukishiriki pamoja na wenzako, wewe ulibatizwa, ulipokea na sakramenti ya kipaimara, kafunga na ndoa, fiki kusali na wala hatukuoni kwenye jumuiya na kanisani huonekani, kwa nini? Akatoa jibu kwa padre, kumwambia, baba, mimi nina dada zangu wawili masisi na mdogo wangu ni padre. Sasa hao ndio wanaosali kwa ajili yangu. Bila shaka ndugu zangu, jibu tumelipata katika injili ya leo. Huwezi kukopa kumtumikia Mungu, huwezi kukopa maisha ya utakatifu kumtumikia Mungu. Ushuhuda wa maisha kwa Kristo ni kila mmoja binafsi. Kwa hivyo ndugu zangu, katika swala hili, hata sisi wazazi, ndugu, jamaa na marafiki ambao tumefika katika adhimisho la misa hii takatifu kuwasindikiza watoto wetu hawa, wanaweka nadhiri masista, tusije tukadhani sasa wito wao wa kujitoa kwa Mwenyezi Mungu ni sisi kubaki na kwamba wao maisha yao ni kwa ajili yetu. Sawa, watatuombea, lakini na sisi ni lazima tufanye nini? Tushughulike, tumshuhudie Kristo Bwana wetu, mkombozi wetu, ili aweze kutuongoza, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tumtumikie na kumshuhudia. Tuendelee kuwaombea hawa watoto wetu ambao wameonyesha nia hii njema sana ya kumtumikia Kristo, kwa maombezi ya Mtakatifu Agnes, Mtakatifu Teresa ya watoto Yesu, na watakatifu mabikira na watakatifu wote, waweze kuwaombea na wao wenyewe wasikilize sauti ya Kristo Bwana na mkombozi wetu ambaye anawaita, na wakifuata mfano wa mzee Ibrahimu waweze kwenda kule ambako anawaita, wamtumikie Kristo na kumshuhudia kwa maisha yao yote. Tumsifu Yesu Kristo.